Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi kuchangia katika hotuba hii ya Wizara ya Kilimo. Kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kusimama mbele ya bunge lako tukufu siku hii ya leo. Lakini pili, nichukue nafasi hii kutoa pongezi za kutosha na nyingi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya, hasa leo tunaangalia sekta ya kilimo. Lakini pia nitoe pongezi za kutosha kwa Wizara ya Kilimo chini ya Comrade Chongolo, mkulima mwenzangu ambaye kwa kweli amekuja na mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo, na huu ni mwanzo mzuri. Asante sana na pongezi zote kwa wizara mzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na mimi kwanza kwa kuunga mkono hoja kwa 100% katika hotuba hii ya bajeti ya Wizara ya Kilimo. Lakini pili, nishukuru sana Mheshimiwa Waziri, mkulima mwenzangu, na mimi hii ni wizara yangu, ni mkulima kwenye sekta ya chai. Nikushukuru sana. Changamoto ya sekta ya chai kwangu mimi, jimbo la Mfindi Kaskazini, kilimo ni maisha kama nilivyosema wengine, lakini chai sisi kwetu ni maisha. Yeye anajua mimi nimelelewa kwenye chai na chai ndio kila kitu. Leo hii changamoto ya chai chini ya mwekezaji ambao wengi wamesema DL Group, kwa kweli ni changamoto kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii wananchi wenzangu, wakulima wenzangu na wafanyakazi wengine, moja, mwekezaji huyu anadaiwa zaidi ya bilioni 5 kwa michango ya wafanyakazi katika kiwanda kile cha pale Itona. Lakini pili, wakulima wadogo wanaopeleka chai katika kiwanda kile hawajalipwa kwa zaidi ya miaka karibu 2 sasa. Lakini tatu, wazabuni walikuwa wanapeleka tenda pale, nao wanadai. Kwa hiyo ni changamoto kubwa katika maeneo mengi ikiwemo kwangu pale Mfindi Kaskazini katika jimbo lile. Wakulima wengi sasa ambao tuliwahamasisha kulima chai, kata ya Ihanu, kata ya Mnabulo, kata ya Ihalimba, kata ya Ifwagi, lakini pia na maeneo jirani wana changamoto kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwekezaji huyu pamoja na mambo mengine analima chai, lakini amekuwa na changamoto kubwa. Lakini pale tuna makampuni mawili, DL Group, lakini tuna Brown anafanya vizuri. Changamoto alionayo yeye hatuielewi. Kama walivyosema wenzangu, tunadhani labda mwekezaji huyu ana nia ovu au ana nia sio njema, tukasema muhujumu kwa namna moja au nyingine. Wizara ya Kilimo, naomba mchukue hatua, tuone namna gani tunawakwamua Watanzania ambao tunategemea kilimo, na hasa jimbo la Mfindi Kaskazini na maeneo mengine ambao tunalima chai. Iringa inashika nafasi ya pili sasa GDP per capita baada ya Dar es Salaam, ilikuwa Mbeya, sasa tunakuja juu. Na mengi haya katika mkoa wa Iringa GDP per capita inatoka wilaya ya Mfindi. Na moja ya maeneo ambayo yanatoa fedha nyingi ni kwenye sekta ya kilimo ikiwemo chai. Hatuko tayari kuona tutashuka kwenye GDP per capita kuwa namba 2 kwa sababu ya uwekezaji ambao hawafanyi vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye sekta ya chai nakushukuru, lakini niseme kidogo kwenye maeneo mengine. Kwenye umwagiliaji, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama walivyosema wabunge wenzangu, tunadhani maendeleo sasa kwenye sekta ya kilimo tukuze umwagiliaji. Kwenye jimbo la Mfindi Kaskazini tuna skimu ya umwagiliaji ya Ikweha. Imekwama zaidi ya miaka 10. Zaidi ya milioni 800 ziliwekwa pale. Mradi ule umekuwa sasa, wenzetu wazungu wanasema white elephant. Milioni 800 zimelala pale, na sisi kule tulikuwa tunatumia mabonde yale kama vinyungu. AKA vinyungu, wanajua bustani zile za mabondeni. Baada ya kuboreshwa imekuwa sasa haifanyi kazi, baada ya kuboresha imekuwa ni uharibifu, wananchi sasa wanashindwa kuzalisha kwenye eneo lile la bonde lile. Naomba tume ya umwagiliaji iliahidi mwaka jana ikaja kukagua, wakasema wanaleta fedha, mpaka leo kimya. Naomba mradi huu wa umwagiliaji wa Ikweha ukamilike mapema kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akitaka kilimo kiendelee. Lakini eneo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, mbolea. Nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhamasisha uwekezaji katika viwanda vya kuzalisha mbolea hapa nchini. Tuna Itracom, lakini pia tuna kile cha Minjingu. Wananchi sasa wameanza kuamini mbolea zinazozalishwa ndani. Na mimi niombe serikali yangu na Daktari Samia Suluhu Hassan ana nia njema, tuone namna gani, moja, kuhakikisha tunawawezesha wawekezaji wa ndani wazalishe kwa tija, ili tuendelee kufaidika na uwekezaji wa ndani, na kuhakikisha wakulima sasa wanaanza kuzoea na kuona mbolea ya ndani inaweza ikafanya vizuri zaidi kuliko ya kutoka nje. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa.